Yaliyomo kwenye ilani hii tunaweza kuyatekeleza kuendana na mipango na uwezo tulionao. Tunajiamini tutaweza. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho. Kubwa kwa Watanzania ni kuweka utulivu ndani ya nchi yetu, kufanya kazi kwa bidii, wafanye biashara kwa bidii, wakulima walime kwa bidii, wachimbaji kwa bidii, wote wafanya kazi sekta ya umma kwa bidii, tuzalishe kwa wingi, tuuze kwa wingi, tupate fedha kwa wingi. Yote haya yanaweza kutekelezeka. Lakini kubwa zaidi, kama ilivyosema kwenye ilani, ni kushirikiana na sekta binafsi ya ndani na ya nje katika kukamilisha yale makubwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya heri na atutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile, kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Si ilani ya secretariat, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi, umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki. Ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi. Kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja. Tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande. Tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda. Kwa wingi wa wanachama, tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1, 2, 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu. Tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Waheshimiwa, katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema
nimetumwa nije. Lakini kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko wanasema katumwa aje. Nataka niwaambie si mimi, si rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi tuna nafasi zetu 10. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi wale tunaowataka tuna nafasi 10. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa, au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatujatuma watu. Huu ni uwanja uwazi, CCM oye! Huu ni uwanja uwazi. Kila mtu ajipime uwezo wake, aingie kwenye mchezo. Hazuiwi mtu. Ajipime uwezo, aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka. Lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa.